Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru asubuhi ya leo ambao tumekutana hapa kwa mambo yetu tunapoelekea mpango na wewe. Naomba Baba unisaidie kwa Yesu Kristo. Amen. Asante. Nafikisha tu ili msiweze kusoma kwa mtandao. Hii ni mahakama yetu ya wale ambao wamekuja kwa mara ya kwanza. Na unapoingia katika hii mahakama yetu ya Butere, kuna viingilio viwili. Kwa hivyo itategemea unataka huduma wapi, ili ujue ni kiingilio gani ambaye itakuelekeza mahali unataka. Tutaanza na kiingilio ya kwanza hii. Hii ndio kiingilio ya kwanza ambaye inatuingiza hapa katika mahakama ya Butere. Na utakutana na walinzi wetu hapa kwenye kiingilio, huwa wanaandikisha mambo kidogo hapo. Nambari ya kitambulisho, nambari ya simu na hata majina. Kwa nini? Utapata umehudumiwa hapa kotini na kidogo kuna kitu kimesahaulika. Kuna mahali labda hukusaini na wenzako wamesaini. Sawa sawa? Kuna mahali haukusaini vizuri na wenzako wameshasaini. Waweza kuwa pia katika ile haraka vitambulisho vimechanganyika pale. Labda hapo umetoa kitambulisho ambaye sio yako. Ama pia umesahau ama umewacha kitambulisho katika ile haraka. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kuandikisha yale majina pale. Hili kuna watu pia huwa wanaangusha mikoba yao. Mkoba waweza bahatika ikawa kuna stakabadhi pale yako na majina ama nambari yoyote ya simu. Itasaidia wewe kutafutwa ili uweze kurudishiwa mkoba wako. Kwa hivyo tafadhali, sio mnapuuza ile shughuli inafanyika pale kwa walinzi wetu pale. Ukitoka hapo ulizia meza ya customer care desk iko hapo. Ambapo ndio hii. Japo ni ndogo, tafadhali imebeba maswala ya hii koti yote. Kuuliza sio ujinga, kuuliza ndio kujua. Sawa sawa? Waweza fikiria unajua, kumbe pia mambo yalishabadilika. Kwa hivyo hii meza ndio itakuambia mambo ya hapa yote. Wewe utapata ufundi pale nje, lakini ukweli utapata wapi? Hapa. Kama sio hivyo ni hivi. Sawa sawa? Na hii nayo hiyo ilikuwa kwa hiari ya mmenipata hapo. Kwa hivyo muwe wazoefu wa kuulizia meza ya customer care desk ili muweze kupata huduma safi, ili muweze kupata kuharakishiwa. Usijiulize mbona fulani alisaidika kwa siku moja na wewe unataka kusaidika kwa wiki moja. Sawa sawa? Iko shida hapo katikati. Mahali ulitangulia sio sawa. Unaelewana? Kwa hivyo ni vizuri tu utafuta hii meza ujue nikitaka hivi inafanya vipi. Sawa sawa? Na hii inahitaji nini na nini. Sawa sawa? Na huku niliambiwa hivi. Ni sawa ama si sawa? Labda ndio inakuchelewesha, inakuchukua mwaka kwa hii koti. Na wenzako walimaliziwa kitambo. Sawa sawa? Kwa hivyo tusiwe tunaamini tu kila kitu ni nini. Sawa sawa? Iko shughuli zingine hapa koti haihitaji hata tongozi. Sawa sawa? Lakini kwa sababu ya kukosa maarifa na ufundi wa pale nje itakubidi. Sawa sawa? Na hiyo yote utajua kupitia kwa meza gani? Hii. Sawa sawa? Kwa hivyo karibuni meza yetu ya customer care desk ya hapa Butere ili muweze kusaidika, muweze kuokoa muda ambaye mngepoteza hapa, muweze pia kuokoa pesa ambazo pia mngepoteza. Tunaelewana? Pili, ukitoka katika hii meza ya customer care desk, hii ndio mahakama ya court namba 1. Sawa sawa? Hii ndio court 1 yetu ya Butere. Tafadhali unapokuja kutafuta huduma katika court namba 1, na unaulizia court namba 1 ndio hii. Sawa sawa? Ukitoka hapo kuna notice board pale. Kuna notice board pale. Hiyo notice board huwa tunaweka mambo kidogo kidogo. Kwa nafasi mnapopita hapa na pale muweze kujisomea mambo kidogo kidogo. Utapata tumeweka mambo kama gani. Mfano kumekuwa na notice ambaye magistrate wa court 1 alikuwa leave ama mapumziko, lakini sasa amerejea katika shughuli zake za kawaida. Kwa hivyo wale ambao wamekuwa na wasiwasi labda court 1 alimaliza leave ama bado, mjue alishamaliza na court 1 imeanza na inaendelea na shughuli zake. Sawa sawa? Yeah. Vile vile hiyo notice board tunaweka nini? Tunaweka cost list. Hii cost list ni nini? Hii cost list ni nakala ambayo inabeba kesi zenu za siku
za wiki ama za mwezi mzima. Na ukiangalia vizuri hiyo course list iko na jina ya Butere Magistrate Court, na tuko na course list mbili, ya court number 1 na ya court number 2. Kwa hivyo unapotaka kuangalia yako lazima ujue koti yako ni gani, sawa sawa. Na ikiwa ujui koti, sasa itategemea ile yako utaipata kwa koti gani. Na ikiwa utakosa pia kesi ambayo unaifuata katika hizo course list, ulizia mapema, ili kama ilisahaulika kimakosa, registry zetu ziweze kutafuta file mapema. Ikiwa kuna uhakika hiyo kesi ilikuwa inakuja hiyo siku, registry itafute file mapema, alafu kesi iweze kuendelea kama kawaida, iende kwa utaratibu na zingine. Sije ikawa wenzako wanamaliziwa koti, nataka kufunga shughuli, na sasa ndio wewe wanabeba mkono juu, haujasikia majibu yako. Kumbe ungelijua mapema, ungeleta ripoti na faili ikatafutwa mapema, sawa sawa. Kwa hivyo hiyo course list ukiangalia vizuri pia kuna tarehe, kuna siku, kuna mwezi na hata mwaka, ili usije ukachanganyikiwa, ukapata mzee anatoa macho, hajui hii anaangalia ni ya leo ama ni ya juzi ama ni ya wiki jana, sawa sawa. Kwa hivyo kuna tarehe pale, kuna siku, kuna mwezi na hata mwaka, ili isiwe ile kuchanganyikiwa. Utapata leo ni mnamo tarehe ngapi? 11. Utapata mtu amevunja shughuli zake pale nyumbani na anajua leo ni koti, kumbe kesi yake sio tarehe 11 mwezi wa 5, ni tarehe 11 mwezi wa 6, sawa sawa. Kwa hivyo hiyo kuchanganyikiwa iko, ndio shauri pale wamewawekea tarehe, siku na hata nini, hata mwezi na pia nini, mwaka, sawa sawa, ili ile kuchanganyikiwa isiweze kuwako. Alafu katika hiyo course list ukiangalia vizuri, mmeweza kuwekewa kitu inaitwa link. Hii link ni nini? Link ni kiunganishi, ni nukta za kidijitali ambazo mahakama zote nchini zinatumia kwa kila mahakama kuendesha nayo kesi kwa njia ya mtandao. Kwa watu aina gani? Wa kwanza ni wakili, wale wako na wakili katika kesi zao, sawa sawa. Ukisikia wakili hata kuja na amekuwakilisha kwa kesi, na wewe uko hapa kotini, ingia koti, keti, sawa sawa. Pale kuna televisheni, na ule wakili popote atakapokuwa atakuwa ameunganishwa na mtandao, na ndio hicho chombo tunaita nini, link. Aidha akiwa na simu yake aina ya smartphone ama akiwa na kompyuta afisini mwake, ataweza kuendesha kesi akiwa kule. Wewe kazi yako ni kutupa macho wapi? Kwa televisheni ambayo iko pale kotini. Imegawanywa katika pasia mbili. Sehemu ya kwanza ni ya magistrate akiendesha kesi kotini, na sehemu ya pili ni ya yule mtu ambaye amehitajika na koti aunganishwe wakati koti inamhitaji, sawa sawa. Wa kwanza tumetaja nani? Wakili, sawa sawa. Wa pili ni nani? Wa pili ni washukiwa, nyinyi mnawaita wafungwa ama mahabusu. Wale wako rumande wanafaa kuitwa washukiwa, sawa sawa. Uamuzi wao bado haujatolewa, kosa wanaitwa washukiwa, lakini wengine wanaita mahabusu, wengine wanaita wafungwa bado, sawa sawa. Labda umeleta uji, umeleta mhogo kidogo, umeleta kaugali, na umetarajia mtu yako analetwa kutoka kule rumande Kakamega na hajashuka kwa gari hapa. Tafadhali usiwe unachoka haraka kurudi nyumbani atishauri mtu wako hajashuka kwa gari hapa. Ingia kotini, masaa ya koti kama imeanza, kuna utaratibu. Ikiwa ulikuwa una uhakika alikuwa aletwe leo na kwa list pale yako, kuna hiyo utaratibu ya kuendesha kesi kwa njia ya mtandao, haswa wakati wa kutajwa kwa kesi. Sisemi zile hearing kusikizwa, nasema kutajwa kwa kesi, tunaita mention. Hizo sana utapata hawaletwi, labda wataletwa siku moja tu ama siku moja wakati kuna umuhimu fulani. Kwa hivyo wewe kazi yako, wewe ingia kotini, subiri, utasikia faili yake ikiitwa, na tazama ile televisheni, utaona mtu yako akiitika akiwa kule rumande, sawa sawa, mwenyewe kabisa. Na kama alikuwa na jambo alikuwa angependa aombe koti, ana uwezo ya kuomba pale. Labda hajawahi pewa bond, ataomba, sababu hana wakili, ana uwezo ya kujiwakilisha, sawa sawa. Lakini siku yenye koti imekaa. Pili, utaona kama alikuwa amepewa bondi ya juu
anaweza omba ashukishiwe bondi irudi chini. 3, kama alikuwa amepewa cash bail, amepewa pia ile bond ya nyingine ya kawaida, na labda familia iko chini kimapato, ana uwezo pia ya kubeba mkono juu kuomba koti iweze kumsaidia awe nje kwa njia nyingine yoyote, kwa sababu familia iko chini. Mahakama iko na masikio, itaweza kusikia na itaweza kufanya mawasiliano na prosecutor, na ikiwezekana inaweza ingiza ndani probation officer ili kuona kweli hii familia iko chini kimapato, sawa sawa. Alafu kama kuna uwezekano utaweza kupewa njia nyingine, ataweza kupewa njia nyingine mbadala ya kufanya kesi akiwa nje, sawa sawa. Ni njia gani hiyo? Labda wengine watasema tuambie. Inaitwa free bond, sawa sawa, ama kwa kizungu pia inaitwa personal bond. Hiyo ni barua ya chifu tu na nini na kitambulisho ya jamaa ambaye anamfahamu, sawa sawa, kutoka kwa hili. Hiyo inaruhusiwa kutoa mtu, sawa sawa, kwa uwezo wa mahakama. Kwa hivyo muelimishe pia wengine ambaye hawana habari, ili wanapojipata kule wajue wako na nafasi, wasifikirie tu vile hawana pesa, vile hawana kitu kama title deed ya shamba ama logbook ya gari, ama mtu anafanya kazi labda wameomba payslip yake. Kuna njia nyingine, sawa sawa, mradi uwe wazi kueleza mahakama, na mahakama ina mbinu ya kutumia kujua umaskini ambao uko pale kwa bomu, sawa sawa. Kwa kuongezea hiyo notice board, vile vile nimetaja hiyo cost list. Ukiangalia vizuri ukihitaji kujipatia karatasi kama hiyo ama nakala kama hiyo, endeni kwa masimu yenu. Wale wako na simu aina ya smartphone, tafadhali hakikisha simu yako iko na data bundles. Ingia kwa Google, andika Kenya Law, sawa sawa. Ukishaandika Kenya Law, ongeza neno cost list, tafuta magistrate court, alafu utaona zaidi ya mahakama 200 ikitokeza kwa simu yako, na zimepangwa kwa njia ya alfabeti. Kitele iko katika alfabeti gani? B ama B. Unaweza kusikia ama kuona mahakama ya Magadi, mahakama ya Busia, mahakama ya Kigoma, mahakama ya Bute, kisha kwa kumalizia Urea. Pia tukione katika hiyo simu yako, kwa hiyo mahakama ya Kitele unaweza kupatia nakala kama unataka makaratasi yenyewe. Tafadhali hizi tauni zetu zinaanza kukomaa kiasi. Kuna hizi faiba, ukifika pale na simu yako unatumia vikaratasi kama hivi. Pia wewe utembee kama wakili, sawa sawa. Ujue kesi yenu ni ya katikati, ni ya mwanzo ama ni ya mwisho. Inakuja mencho tatu, inakuja pia kusikizwa, inakuja defense pia utetezi, inakuja ruli ile siku na sije huko na kesi ama hauna kesi ya kujini, inakuja tambulisho. Hizo ni zile tetezi kidogo mahakama huwa imetaka upeane kwa maandishi, ili labda mahali una pingamizi kidogo namna kesi ilipokuwa ikienda. Ni upande wa prosecution, ni upande wa statements kujilaviana vile ziliandikwa kule na vile wenye waliandika kule vile wanaongea mahakamani. Hizo tetesi saa zingine mahakama huwa inaitisha iwekwe chini kwa maandishi, ndio tunaita submission. Labda kesi inakuja tunaita sentence. Kwa wale hawajui, zile kesi ambazo unaona nimewekewa sentence kidogo zile zimekabidhiwa maafisa wetu wa probation. Wafanye nini? Waweze kuchunguza maswala kidogo kidogo kule nyumbani mshukiwa anapotoka. Sawa sawa. Mshukiwa aweza kuwa ana matatizo, ana magonjwa ambayo huwa yanamsumbua ya kudumu, na labda ilimpata ama ilimwanza kama kesi bado changa, sawa sawa, na hukumu imefika, itakuwaje? Mama anaweza kuwa mjane, aliwachiwa watoto, yeye ndio kila kitu pale kwa bomu, sawa, alipatikana na makosa, kesi yamepambana nayo, hukumu imekaribia. Mahakama inahitaji kujua inaweza enda namna gani, sawa sawa, ili wajue anafaa kifungo aina gani, yenye itamwezesha kulinda watoto ambaye mwachiwe. Pia anaweza kuwa mzee, ulithiwa mke, na pia uliwachiwa watoto, wengine bado hivi, wengine wako hivi, na wewe ndio mama, wewe ndio baba, sawa, ulifanya makosa, hukumu imekaribia, unafaa kifungo aina gani, ili hao watoto wafanye nini? Wasonge kidogo. Hiyo ni kazi ya maafisa wetu wa probation
uweze kuingia kule vijijini kufuata ama kutafuta historia ya familia na maisha ya familia, ili mahakama ijue wanafaa kifungo aina gani. Sawa sawa. Aweza kuwa pia mtoto anapenda masomo sana, na huyo mtoto alipatikana kwa makosa na hukumu imekaribia. Mahakama ingependa huyu mtoto afanye nini? Asome. Sawa, alikosa, anafaa hukumu aina gani? Hiyo ndio kazi yetu ya maafisa wa probation. Alafu kuna kesi zile ambazo zinakuja ruling, kuna kesi zile ambazo zinakuja judgment. Hiyo judgment ni hukumu. Wengine huo wanaelewa kimakosa. Judgment haimaanishi tu kufungwa, yaweza kuwa hata kuachiliwa. Sawa sawa, huwa tunasema kusamehewa. Sawa sawa, iko namna hiyo. Kwa kumalizia, hii ndio mahakama yetu. Hii ndio registry yetu ya civil. Kwa wale wanahitaji huduma katika registry ya civil, ndio hii registry inahusika na mambo kama gani? Cases za madai ndio tunaita civil case. Yaweza kuwa kesi za kampuni na mtu ama na watu. Yaweza kuwa kampuni kwa kampuni. Yaweza kuwa mtu na mtu mwenzake, ama watu ama na watu wenzao. Sawa sawa. Hizo ndio kesi tunaita za madai, kesi za civil. Alafu vile vile utapata kuna kesi zingine zinapatikana katika hii registry za mizozo ya mashamba. Sawa sawa. Labda mipaka imefurugika kidogo, labda nambari za shamba sijui imekuwaje, huyu alitoa nambari ambayo sio yake, ama hii namba inafaa kuwa kule, ama barabara haikuwa inafaa kupita hapa, ama barabara ilikuwa chini, sio hapa juu. Sawa sawa. Hizo kesi tunaita environment and land cases, pia inapatikana hapa. Sawa sawa. Kesi zingine ambazo pia zinapatikana katika hii registry ni zile za wafanyikazi ambao wanadai haki yao, employment and labor relations, pia ni hapa. Alafu kuna hizo za uchaguzi, election petition. Yaweza kuwa chaguzi kubwa, yaweza kuwa chaguzi ndogo. Sawa sawa. Wanasiasa kidogo wameletana mahakamani, wangependa mahakama itoe uamuzi mzuri. Hapa ndio registry. Na ya mwisho utapata kuna masuala ya divorce ama tunaita ya ndoa. Kuna wale ambao wameletana kotini, mahakama iweze kuzungumzia ndoa yao. Sawa sawa. Na mahakama ingependa wanandoa waachane. Mahakama ingependa wanandoa wasuluhishe mambo yao kwa utaratibu. Hii ndio registry. Na ya mwisho pia kuna masuala ya watoto ambao wamenyimwa haki katika familia. Utapata ni malezi, ni makazi, ni mavazi, ni afya, hata pia yaweza kuwa masomo. Sawa sawa. Hizo kesi pia kidogo zinaweza patikana katika hii registry. Turudi kule nyuma. Kuna kiingilio kama hii pale nyuma, inatuelekeza wapi? Hiyo inatuelekeza kwa court nambari 2, court 2. Sawa sawa. Ikiwa unajua huduma yako imekuleta ni kwa court number 2, unatumia kiingilio ya pale nyuma. Sawa sawa. Vile vile kuna court ya mediation. Wengi hawajajua mediation ni nini, inafanya kazi gani na inakaa wapi. Mediation ililetwa kurahisisha zile kesi ambazo zimerundikana kwa makoti kote nchini. Sawa sawa. Kesi zingine zilikuwa zinachukua hata miaka 10. Sawa sawa. Na ni mambo kidogo tu. Ndiposa wanileta mahakama mbadala tunaita mediation court. File kutoka kwa hii court 1 ama court 2 inaenda mediation. Kisha mnaongea yote ili mnajua kwa boma huko. Sawa sawa. Labda kuna mtu muhimu hakuweza kupata nafasi katika hii court kuongea, lakini katika ile mediation court ameweza kupata nafasi kutoa siri fulani, na court itajua kumbe ndio hapa, basi mambo inamalizika. Utapata hata kuna cases kama hizi za defilement. Bado kesi iko hapa miaka 4-5. Unaelewana? Na msichana yule alishaoleka, mtoto mmoja ama wawili tayari tu, na hata hana shughuli kabisa na hii kesi hapa. Lakini koti bado iko ni mental hearing, ni defense hearing, kisongesho kidogo na miaka inaenda. Sawa sawa. Kwa hivyo hiyo ni koti ya mediation ambaye imekuja kurahisisha hiyo mambo. Alafu pia huwa wanapeana nafasi kwa DCC muelewane mapema wakati kesi inaanza, kwa hizi kesi ndogo ndogo, na ikiwa hamtaelewana pia itarudi kwa ile koti ilianzisha, alafu kesi iendelee. Sawa sawa. Alafu tafadhali
tushagundua kesi nyingi zinaletwa hapa kwa sababu ya hasira, lakini mkishachukua muda utaona huyu jamaa bado mnagongana kanisani, huyu jamaa bado mnagongana msikitini, huyu jamaa, hizi familia bado zinakutana mtoni, sokoni. Pastor ni mmoja kanisani, imamu ni mmoja msikitini. Kwa nini hii maneno msisuluhishe? Sawa sawa. Kwa hivyo unapata mkishapewa nafasi ama muda kidogo, hii maneno mnaweza ongea na mmaliza hata bila gharama yoyote. Sawa sawa. Kwa hivyo tushagundua watu wengi wanaleta kesi hapa kwa sababu ya hasira. Hebu fikiria kesi imekuchukua miaka 10 kwa hii koti. Alafu saa ile sasa unataka kuweka gharama kwa huyo mtu. Hana hata mtu ambaye anaweza umba shilingi 200. Una uhakika hiyo 1100 unataka ulipo utapata? Utapata hana hata kuku ama mbuzi ambaye atauza. Sawa sawa. Kwa hivyo msiwe mnaona watu wengine wanatoa hizi makesi ati kwa sababu ya kuogopa kesi. Sivyo. Wanatoa hizi makesi ili waweze kupata nafasi ya kufanya shughuli zingine. Mtu umepoteza hapa miaka 5 muda na ni tikiti. Unatoka huko mwisho ya mahali sehemu inaitwa Dudu huko. Ukikuja kesi hapa. Ukipiga hesabu hata unapata hapa hakuna biashara unafanya. Sawa sawa. Mtu umefanikiwa kazi ukiwa katika kesi hapa. Hata bado hujakaa kwa kazi, kesi bado unang'ang'ana nayo. Hata nafasi ya kufanya ile kazi utapata? Huwezi pata. Hautakuwa hata na furaha katika ile kazi. Wewe bado unashughulika na makini. Unapata ile kesi ni mambo ile mnaweza suluhisha. Angalia unafuata nini. Sawa sawa. Unafanya nini? Unaweza fikiria, unaweza sema hapana, huyu mtu alikaa ndani ameshapata adabu ya sikosa. Wacha tujaribu kama hii gharama wanaweza. Kama iwezekani pia uangalie njia. Sawa sawa. Mapema kuliko malize miaka 7 kwa kesi. Mwisho unatoka bure. Sawa sawa. Kwa hivyo tuangalie hiyo maneno. Na mwisho kabisa kuna namna ya kufuata hizi ya mwisho kabisa kule nyuma pia kuna registry ya criminal. Sawa sawa. Registry ya criminal inashughulika na files aina gani? Hizi walimu wa kawaida, hiyo ndio registry. Alafu kuna sexual offense, hii mambo ya defilement, mambo ya wasichana na vijana. Lakini wazee pia wako ndani. Hiyo ndio registry. Alafu pia kuna kesi za barabarani, traffic case, pia hiyo ndio registry. Hiyo tunaelewana? Na ikiwa unahitaji kurudishiwa pesa ambayo uliwacha kwa hii koti, tunaita cash payment, unaanzia pia kwa hiyo registry. Ikiwa unahitaji kurudishiwa title deed yako ama logbook ya pikipiki ama ya gari ambayo ulisaidia mtu kwa hii koti afanye kesi akienda nyumbani, tafadhali hiyo ndio registry ya kwanza kushughulikia. Ikiwa pia upande mwingine unataka kulipia mtu yako fine ama hiyo cash payment na amepewa hapa kotini, hiyo ndio registry ya kwanza ya kwenda kushughulikia hiyo. Unaelewana? Kwa hivyo mjaribu mapema. Watu ambao ulipia watu pesa kwa hii koti, simu zao huwa zimefanya kazi. Wakati kesi inaendelea, huwa pia hiyo nafasi kufungua akaunti mapema. Na uulizia hapa ni akaunti gani. Ili wakati kesi inaisha tu hivi, inakuwa rahisi wewe kurudishiwa nini? Pesa. Utarudishiwa hiyo pesa haraka. Unaelewana? Usingoje tu kesi imeisha, wewe sijui uko wapi, jambo ukuja hapo unafikiria ni pesa ya kuja tu na kupewa, utakuwa umepoteza mtu. Sawa sawa. Kwa hivyo tujipange mapema. Hiyo tunaelewana? Ya mwisho kabisa, mahakama zote kote nchini zimeanzisha mpango ya kupunguza makesi kotini. Kesi aina gani? Hizi kesi za kushtaki kaburi, succession. Sawa sawa. Ikiwa unajua ulifanya kesi kwa hii court ya succession na ile grant ya kwanza ilishatoka, vile shamba ilitangazwa, tunasema kwa gazeti shamba, na imehang, hakuna kitu kinaendelea hapa katikati. Sawa sawa. Mlikuwa mnaombwa mfike hapa mara moja na muambie majirani wenu. Sawa sawa. Mje muitishe maombi ya kufanya nini? Application ya kukonfirmiwa grant. Sawa sawa. Ile ya mwisho, ile certificate unasianga unaenda nayo lunch na shamba inatoka kwa marehemu inakuja kwa administrator na mnagawana. Sawa sawa. Hiyo ripoti ifike tafadhali. Faili zote zilishakusanywa tayari zinangoja hii mwezi wa 5.
kuna mazoezi kubwa sana ya kuhakikisha tumepunguza hizo kesi za kitambo. Unaelewana? Na sio za kitambo zile zimesonga kiwango hicho ambacho nimetaja. Ya mwisho, unaweza taka kufuatilia kesi kutumia simu na una simu ya katulini. Unafinya tu *508#. Fuata utaratibu kwa simu yako, utajua kesi ilikuwa inakuja leo. Na kama sio leo ni siku gani? Na ilikuwa inakuja nini? Sawa sawa. Wale wako na simu ya smartphone, tafadhali unaingia kwa Judiciary Kenya e-filing, alafu tafuta kurasa zetu mbili. Moja inaitwa Public Information Kiosk, nyingine inaitwa e-filing dashboard. Fika pale, fuata maelezo. Kuuliza lugha, imekuwekea lugha mbili, Kizungu na Kiswahili. Ukiuliza station, kumbuka ni Butere, Magistrate, Court. Sawa sawa. Alafu mambo inaendelea hivyo. Tunaelewana? Labda nitawachia hapo. Asanteni kunisikiza. Kwa majina mimi sio mwingine bali ni Omari Etemesi. Karibuni wakati wote kwa ushauri. Sawa sawa. Sio lazima iwe ile kesi ambayo imewaleta siku ya leo. Tunajua kuna mambo yako kule manyumbani yanajipika polepole na itakuja tu. Sawa sawa. Kuna familia tunajua zimewachwa ziliingilia pombe. Hawajui hata shamba wanashtaki kaburi namna gani, ama mali ya marehemu inafuatiliwa namna gani. Kuna familia ziliwachwa mayatima. Hakuna mtu anawaangalia. Lakini kwa kukuja kwenu aweza kuwa jirani ama mtoto wa jamaa yako. Sawa sawa. Utajua hivi, utafikisha huko na malaika anaweza tokezea na akaokoa hiyo familia. Sawa sawa. Kupitia kwa wewe. Kwa gharama ambayo haukuamini. Karibuni. Watu ya 42 tafadhali, kuna viti kule nyuma. Nisubiri kule. Watu wamekuja court 1 tafadhali, unaweza karibia hapa. Alafu wale wamekuja mediation, kuna viti pia kule nyuma. Na wale wamekuja huduma zingine tofauti, karibuni, tuko tayari kuwaelekeza.